Sura ya pili kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati anatengeneza miili, unaona alipoanza kutengeneza, alitengeneza mwili mmoja. Hao walioitwa Adamu wote waliwekwa ndani ya mwili mmoja. Akatazama akasema, no, hawezi kuwa tuna mwili mmoja, ngoja nitengeneze na mwili mwingine. Akatoa ubavu kwa ule mwili unaoitwa Adamu, alafu akautengeneza mwanamke, maana yake mwili wa mwanamke. Tunaenda sawa sawa, tunaenda sawa sawa. Daka kitu kimoja kitakusaidia. Alipotoa ubavu kwa Adamu, alitengeneza udhaifu, kwa sababu Biblia haituambii kama alirudishia ubavu. Hiyo ilikuwa ni ishara kubwa kabisa, kubwa kabisa, kwamba kuna madhaifu. Tukitumia madhaifu labda sio kitu kizuri zaidi kwa Kiswahili, labda tuseme mapungufu. Kuna mapungufu ambayo yako ndani ya watu, yako makusudi kabisa. Ndio maana unaweza ukatafuta yaondoke, hawezi kuondoka, kwa sababu yalitengenezwa ili mtu mwingine aje ashikilie hapo. Ni kama vile unavyosoma uhusiano wa Paulo na Tito. Anasema, nalikuacha Krete ili uweze kushughulikia mambo yaliyopungua katika mji. Paulo angeweza kufanya, lakini Mungu hakumuitia Paulo hilo. Mungu alimuita Paulo afanye kazi na kuwe na mapungufu kwenye kazi anayofanya, ili Tito ahitajike kwa ajili ya hiyo kazi ya kujazilizia mapungufu. Na kwa sababu hiyo, usijaribu kutafuta Mr. Perfect au Miss Perfect. Hayuko. Hata kwenye TV hayuko. Hata kwenye YouTube hayuko. Usijaribu kuomba na kufunga, hakuna. Utakuta hana ubavu. Kwa hiyo wito wako mmojawapo kwenye ndoa ni kutambua mwenzako kapungukiwa wapi. Wewe ndio wa kujazilizia.